Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu mtazamaji wa Al-Shifaa TV, na kukaribisha tena kwenye programu yetu au makala yetu ya historia ya pwani na siasa zake. Kumbuka ya kwamba leo ni siku ya Alhamisi, ikiwa saizi ni baada ya salatu al-Isha. Ni matumaini yangu kwamba umeweza kukaa ukiwa buheri wa afya, na vile vile pia kwamba umeweza kuipata swala yako ya Isha kwa jamaa hapo ndani ya nyumba yako, na vile vile pia umeweza kupata chakula chako ambacho wanakiita kwamba ni sapa ama ni dina. Dina ni sapa, Sheikh Istanbuli. Hivyo chakula cha usiku. Basi umeweza kupata chakula chako cha usiku kama ndugu yetu Sheikh Istanbuli wa Abdullah Nasir, tuko naye studioni kama kawaida. Nafikiri wiki iliyopita tuliweza kuzungumzia masuala mingi sana, ikiwa leo ni makala yetu episode 4. Katika wiki iliyopita tuliweza kumwangazia sana hawa Waswahili, na hasa tukabezi katika wale wanaoitwa Mijikenda. Tukaangalia mila zao kiasi na desturi zao, vile vile tamaduni zao, na ikiwa leo lengo na shabaha ni kuweza kumwangazia huyu mtu ambaye tunasema kwamba tulikwenda kumfuata sisi, tukamkaribisha hapa, mwenye asili ya Kiarabu. Je, Mwarabu ni nani? Alikuja lini ndani ya mwambao wa pwani? Alitoka wapi? Hawa Waarabu wana asili ngapi? Tujue tamaduni zao, desturi zao, ili tuweze kusongeza historia ama makala yetu ya historia ya pwani na siasa zake mbele. Kwa hivyo mzee wangu, kwanza nichukue fursa hii kuweza kukaribisha studio, usalimie watazamaji wa Al-Shifaa TV. Shukrani sana Mwalimu Maguzo. Na kama kawaida yangu, kwanza nianze kwa audhu billahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru Mwenyezi Mungu kujalia uhai, afya na fursa ya kukutana tena. Naam. Nashukuru wakuu wa Al-Shifaa Online TV. Ndio. Wakurugenzi na wewe ndugu yangu kwa kunialika. Na nashukuru pia wale wanaotufuatilia na kututizama kila mara kukiwa na makala haya. Na natumai na nataraji wananufaika kwa namna moja au nyingine. Naam. Labda tu pengine ni peane utangulizi wa swala hili kwamba ni wazi kwamba unapotembea katika mandhari mazima ya eneo letu la pwani utakutana na jamii ya watu wa asili ya Kiarabu. Je, huyu Mwarabu ni nani? Ni mtu mweupe mwenye nyele zile tunasema kwamba za boga boga za Kalkiti, au Mwarabu asili yake na chimbuko lake? Mwarabu ni nani? Kwanza asalamu alaikum watazamaji. Pili, nataka kidogo kurekebisha jambo. Ulipozungumza ndugu Mwalimu Maguzo kuhusu Waswahili, ilikuwa kama Watanganya na Mijikenda. Naam. Mijikenda kando, Waswahili kando. Ndio. Kisha Mwarabu yuko kabla ya huyo tulokwenda kumuita. Yuko Mwarabu tulikuwa tukifanya naye biashara sisi Waswahili kabla hawajaja Waarabu wa Oman. Ndio. Waarabu wa Yemen. Ndio. Waarabu wa sehemu tofauti ya bara Arabu walikuwa waja kwa msimu. Ndio. Wazungu waita monsoon winds, kaskazi na kusi. Ndio. Na hili nalieleza kwa sababu ufuo wa Afrika Mashariki, naam, Mashariki ya Kati, Bara Hindi, ndio, Ghuba la Uajemi, ndio, na mashariki ya mbali. Ghuba la Uajemi ni Persian Gulf. Ndio. Mashariki ya mbali ni Far East. Ndio. Hili eneo nililokutajia kutoka huku kwetu, naam, ndio ulimwengu wa kwanza. Ndio first world. Maana yake? Maana kiustaarabu, tamaduni na kila jambo, desturi, huu ndio ulimwengu wa kwanza. Ufuo wa Afrika Mashariki, ndio, bara Arabu, bara Hindi, Ghuba la Uajemi na mashariki ya mbali. Naam. Kwa kusema kuwa huu ndio ulimwengu wa kwanza ni kwa kuwa wakati huo sasa, naam, sisi tukifanya biashara, sisi Waswahili tukifanya biashara na Waarabu, ndio, wazungu walikuwa ni kama barbarians, ni mijitu mishenzi. Ndio. Ustaarabu wowote. Ndio. Na ile ndio lililowapelekea, ambao tutakuja zungumza katika makala mengine tukijaliwa hai,
Naam. kwa wapange waje watu vamia, kwa sababu biashara zote zilikuwa kwa huku. Wakasingizia waja kutafuta dawa zile za spices, dawa za mtuzi, dawa za kama mandano, karafuu, pilipili manga. Lakini lengo lilikuwa si hilo, tutakuja litwalia na ushahidi. Ndio. Kwa hivyo tunapozungumza Waarabu, naam, yataka mtu aelewe, ndio huwa nauliza Waarabu ukizungumza wazungumza Waarabu wapi? Wa Omani, wa Yemen au wote? Sadaqta. Kwa sababu na Iraki pia kuna Waarabu. Ndio. Bahraini. Na wote hawa walikuwa tukifanya nao biashara kabla ya kwenda kumuita huyu Mwarabu wa Omani kuja kutusaidia kumuondoa Mreno. Ndio. Kuna tarehe pia paka baada ya kufa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati wa utawala wa Abdul Malik ibn Marwan, kulikuwa na governor mmoja sehemu fulani ya Iraq akiitwa Hajjaj. Ndio. Alitesa sana watu, na baada ya hapo wale watu, kuna ndugu wawili Suleiman na Said, wakakimbilia sehemu za Pate. Ndio. Lakini kama nilivyosema tulipokuwa tuzungumza tarehe ya Waswahili, tulipokuja tarehe ya Mijikenda, na hii ya Waarabu ni kama zile mbili zilizopita. Tarehe hii pia ni ndefu na yataka makini, tuwe na makala kadhaa yazungumzia haya tu, kwa sababu tukiachanganya tutavuruga na pia tutakuwa tuwapoteza watu watazamaji. Kweli kabisa. So dakta, ambapo tukirudi nyuma kwa faida ya ule mtazamaji na mimi kama mwanafunzi ujue kwamba ninakuwa tumezungumza kwamba Mswahili ni mtoto aliyezaliwa kutoka kwa Mijikenda na Mwarabu. Ndivyo wanavyosema watu, ndivyo wanavyosema watu, si kweli. Ndio. Mswahili alikuwako kabla ya Mijikenda kukutana na Mwarabu. Exactly. Ndio. Na nikatoa ushahidi kwamba mambo mawili muhimu sana. Makaburi, maziara tuaeka, na misikiti. Na misikiti, that's true. Kweli. So doctor, na mfano mzuri ni kuwa kama wewe na fulani ndio mlinizaa mimi, lazima mlikuwa mwafa kabla ya kunizaa mimi. Ishara yenu iko hapa. Sasa mlikuwa mkizikana wapi ili tuamini kwamba nyinyi ndio wenyeji halisi hapa? Sisi mlituzaa baada ya kukutana na hawa. Ndio. Sasa na huyu Mwarabu alikuwa lengo lake zamani si hilo, alikuwa wajafanya biashara tu huku. Ndio kaona kupatikana tarehe ya kwamba kama karne ya 14 akija Ibn Battuta iwasifu watu wastaarabu weusi, lakini wastaarabu wana majumba mazuri yaliyojengwa kwa boriti ile mikoko, rangi nyeupe, misikiti yao mizuri, wavaa dhahabu, hariri, silk. Na Waarabu wakija walikuwa waheshimiana sana na watu hapa, na ukarimu hapa uko tangu zama hizo, ufuo wote wa Afrika Mashariki. Kutoka Sokotra, Marka wa Sheikh, Mogadisho, ukija paka Lamu, Malindi, Mombasa, Dar es Salaam, Pemba, Unguja, Komoro, Kilwa, kote huku ni nchi moja, ni ndugu ambao watambuana kwa muda wa kama miaka 1300 kabla mzungu kuja kukoroga. Mwaka 1300. Ni sehemu watu wajuana kwamba ukitaka kwenda Kilwa wajua wenda nyumba gani. Na ndio utaona hata kuna sehemu ambazo bado majina yafanana. Baghani, Kibokoni, zote ziko Pemba, ziko Unguja. Ukienda paka Madagascar zapata mahali paitwa Birikao. Ushanifahamu? Shida ambayo iko kubwa ni kwa kuwa wenyeji wa maeneo haya wamekaa kimya kwa muda mrefu kana kwamba hawako hai, na ikafika wakati vizazi vao fulani 3, 4, 5 havijui tarehe hii tunayoizungumza. Sasa yoyote halaumiki kwa kuwatweza hadhi yao hawa Waswahili, kwa sababu yeye Mswahili mwenyewe hata hana mahali pa kueleza utamaduni wake, dasturi yake, historia yake hana. Nilikupa mfano rahisi, Fort Jesus. Kama mimi naweza kuthibitisha kuwa miaka 200 mfululizo tunauliwa na Mreno hapa, miaka 200 mfululizo, paka mji wanuka mfu. Vipi leo Fort Jesus pana na watoto wa Kiswahili ndani,
hakuna tarehe ya Mswahili alivyoteswa mule ndani. Ndio. Sasa miaka 200 mfululizo waweza yapuuza vipi? Kweli. Hii ni upande mmoja. Upande wa pili, tunapozungumza Waarabu, nikikwambia kuna wa Omani na kuna wa masehemu mengine, naam, ni kwamba huyo wa Omani pia muda wake kama miaka 200 kabla ya mzungu kutukua vizuri, akawa sasa atatoa uhuru wa pekee. Ndio. Lakini huyu wa Yemen na sehemu nyingine za bara Arabu ni karne nyingi kama 1800 miaka afanya biashara sehemu hii na kufanya mambo hayo ambayo watu wapenda kuyalenga ya utumwa nini, alikuwa akifanya biashara na wenyeji. Ndio, ndio, kushirikiana kwa faida ya wenyeji. Tatu, naam, hii kadhia, hii fikra ya kujiita mtumwa, tufanye watumwa hawa. Ndio. Mimi na msemo mzuri ndugu yangu Mwalimu Maguzo. Naam. Kiingereza wasema every slave has a master. Ndio, lazima. Kila mtumwa ana bwana wake. Lazima, kwa sababu huwezi kuwa mtumwa. Unaponiambia mimi babu zetu walikuwa watumwa, ndio, mabwana zao walikuwa kina nani? Swali hilo. Au ni fikra tu njazwa, na Waarabu walitufanya watumwa hao. Sasa kama babu yako alikuwa mtumwa, lazima alikuwa na bwana wake huku. Ambaye ni nani? Tutajie. Ndio. Unaelewa? Ndio. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mara nyingi Mombasa au sehemu hii ilikuwa ni transit area, ni ndia ya mpito. Ndio. Watu wakishatolewa mahali fulani, pengine kutoka Kilwa au Zanzibar, watapitishwa kwa hapa ili watiwe majahazini. Ndio. Na wengi ambao washajisifu hapa na kutoa vitabu wakasema wao walikuwa watumwa, hawakuwa watumwa hapa. Ndio. Walikuwa watumwa, wantukuliwa, wampelekwa paka India. Ndio. Kule Queen fulani Victoria, kama ni Queen Elizabeth mama, naam, yeye yule ndio akakata shauri kwa hawa watu huru. Sasa wana wenzao wako Liberia na Sierra Leone. Ndio. Wao wakaletwa hapa, ndio wale waliokuwa na Dr. David Livingstone. Naam. Wakiwa wanambebea mizigo kwanza. Naam. 1865, mwaka 1865. Miaka 10 baadaye 1875 wakaja 150 wakiwa makalimani na wabebaji mizigo. Ndio, ndio. Kengeleni wakaekwa Freetown. Naam. Sasa neno Fria vile liandikwavyo ni neno la Kifaransa ambalo lasema frère town, brothers town. Sasa Mfaransa akiandika brother yuandika vile unavyotamka Fria. So that. Sababu sisters town ingekuwa ser. Naam, naam. Sasa haya mambo ndio nikakwambia yatakazungumzwa kwa mapana, kwa sababu na wengine wamejumuika kwenye fikra hii kwa sababu tu wataka kuwapaka matope. Na sisemi kwamba hakuna Waarabu waliofanya mambo haya. Ndio. Lakini tusijumlishe, kwa sababu wako na Waafrika pia waliokuwa wakiuza wenzao kwa sababu ya kupata kitu fulani. So that. Sasa yanapojadiliwa haya yasizungumzwe kwa chuki, na sisitiza kila siku. Naam. Yazungumzwe kwa maana tunataka elimishana. Ndio. Kweli baadhi, si wengi, baadhi ya Waarabu walifanya mambo haya, na ilikuwa uwezi kufanya kama humo kwenye mamlaka. Ndio. Kwa hivyo tulikuwa nao sisi wenyewe na pia tuliwapokea sisi wenyewe. Then ikawa ni baadhi ya watu, kama vile watu huzungumza kwamba palipo na nzima na mbovu nazo pia hujitokeza pale pale. Sasa wale waliofanya ni walikuwa na mamlaka, walikuwa na wasta, walikuwa na nguvu kwenye kupeleka mambo. Naam. Lakini wako Waarabu wengi ambao walikuwa hawana nguvu na hawakufanya mambo haya. Ndio. Kwa hivyo ni makosa kujumlisha kwa kila Mwarabu wewe mnasabisha na utumwa. Kweli, swadakta kabisa. Kama ambavyo ni makosa kufanya kila Mwafrika alifanywa mtumwa, kumbe kuna Waafrika wao wenyewe waliuza wenzao. Ndio. Kwa kutaka nguo au kwa kutaka kuishi kama wale waliomo kwenye mamlaka. Na tarehe imeandika, tutakuja chambua kwa makini sana masuala haya. Ndio. Labda pengine tu tukiendeleza na historia yetu ni kwamba kwa faida ya mtazamaji, hawa Afrika, hawa Waarabu walifika huku kwa muda gani? Ndio nikakwambia kwa muda mrefu, kwa sababu karne ya kwanza AD 45 AD 60
wako huku wafanya biashara. Yule wa kwanza ambaye alikuwepo kabla tumuite wa Oman. Kabla ya hapo walikuwa wafanya, lakini iliyoandikwa historia yaanza mwaka huo AD 45 AD 60, Periplus of the Eritrean Sea. Ndio. Kwa hivyo upo uhusiano wa biashara baina ya wenyeji ambao ni Waswahili wa ufuo huu na Waarabu. Ndio. Miaka mingi kabla ya kuja huyu wa kutoka Omani, karne ya 18. Menelewa? Na huyu Mwarabu alikuwa kwa mwanzo kwa muda wa karne kama karne kama 12 au 13. Huyu alikuwa hafanyi mambo hayo mnayosemayo, mosi. Pili, hata ukitaka kumlemezea mambo hayo, nyinyi mlikuwa hamujaja, nyinyi wa Afrika wengine kutoka sehemu mlizotoka, kama ni Sudan Kusini, Ethiopia Kusini, au Somalia Kusini, mkaja sehemu hizi. Kwa hivyo hamwezi kuwa mlikuwa watumwa. Swadakta. Sasa na hawa wamfanya biashara na Wachina, kwa mfano ndugu yangu Mwalimu Maguzo, wewe wajua kama Wachina wankuja miaka 80 kabla ya Vasco da Gama walikuwa washafika hapa Kenya? Lamu, Pate, sina habari. Cheng Ho ambaye jina jingine inaitwa Ma Ho, ni Mchina. Na tena nawaambia na wasikilizaji watazamaji kwamba huyo alikuwa vizazi vya kwao kama 6 ni Alhaji watupu wa China huyo, miaka 80 kabla ya kukanyaga Vasco da Gama huko Kenya. Mchina ankuja. Anza siu. Kwa hivyo Mchina sio sasa tu na masuala haya. Mchina ni mtu tumempokea na tumemkaribisha miaka mingi iliyopita. Ndio nikakwambia historia itakaelezwa. Unaona shanga? Kuna makaburi yao na wote wale wanzikwa wanaelekezwa Maka kibla. Ni Waislamu. Mimi ninakwenda paka kule nafanya utafiti. Wankuja mtukua mtoto wa kike kule China Girl wamwita, wanamtukua kwao. Wanampima DNA, wanjua kweli damu yetu. Visiwa vya Pate sehemu ya Siu. Sasa biashara hizi walikuwako kitambo hawa, lakini kwa sababu Mwingereza na mzungu walikuwa na malengo yake, amewajaza kasumba ya kwamba hawa walitufanya watumwa. Ndio nakuuliza sasa, wewe kama ulifanywa mtumwa, kwa ushahidi gani? Usiniletee kitabu. Niambie babu yangu alikuwa mtumwa na bwana wake ilikuwa ni ile familia kina Istanbul. Kweli, swadakta kabisa. Sasa na mambo haya yazungumzwa skuli na hakuna azungumzaye dhidi yao, yafichwa bado. Hakuna tokezaye akasema jamani ngojeni nyinyi muendeleza chuki ambayo haina maana. Na kama ni hawa wa Omani, si wa Omani wote walifanya utumwa hapa. Baadhi ya wa Omani walifanya, na walipokuwa wataka maslahi yao yatengenee, Mwingereza akawashurutisha kwamba basi katika mambo mkitaka mimi niwape kama himaya, nyinyi ni wa protect, basi wateni mambo fulani. Na Mwingereza alikuwa na malengo kwa sababu alikuwa shalenga yeye atajenga mission station Jomvu, Rabai, akajaribu na Ribe. Akajua yeye atatia sumu gani, kwa sababu Mwingereza na baadhi ya watu walikuwa wao hawawezi kuwachezea akili wenyeji wa hapa. Ni watu walikuwa pia wajisikia wana hadhi yao, wastaarabu, wana dasturi. Kwa hivyo walikuwa huwezi kuwapeleka utakavyo. Ukapangwa njama sasa kufanywa nini, ndio kukaja hii fikra ya kwamba Mijikenda na Mwarabu is equal to Mswahili, na kaambua mwanaharamu wa Mswahili wa Mijikenda na Mwarabu. Swadakta. Paka sasa tukianza kuzungumza sisi ambao tuweza kuthibitisha, ndio mtu sasa yamjia kwamba leo basi kama ni hivi elezwavyo, haya maneno ni urongo. Ndio. Pengine labda kwa sababu ya wakati, na kama unavyozungumza kwamba historia hii haiwezi kuzungumzwa kwa siku moja tukaimaliza, lakini nafikiri umeweza kufuatilia katika zile kurasa zetu za Facebook page na za YouTube kuangalia baadhi ya maswali ambayo yalitundikwa pale.
na kwa faida ya kipindi hiki na wale wanaofuatilia, tupo na ndugu zetu ambao wanatoka sehemu ya Zanzibar ambao wameweza kutuuliza maswali, na miongoni mwa maswali tumeweza kuyaorodhesha yale ambayo yanalingana na topic yetu ya leo. Kuna swali ambalo limeulizwa kwamba je, ni kweli Waarabu ndio walioleta Uislamu pwani ama wakija tayari Uislamu ulikuwa upo ndani ya pwani? Ndio nakwambia sasa, ona hili neno la jumlisha. Naam. Waarabu, ni kweli Waarabu. Ndio. Lakini je, Waarabu ndio walioleta huku pwani? Ndio. Lakini muulizaji aweza kuwa katika ukijibu bila kuweza kufahamu na kufafanua. Naam. Aidha yeye atatumia kujionesha ujasiri wake kwa kuambiaje, sisi ndio tuwastaarabisha nyinyi. Ndio. Ndio. Naam. Nakuuliza tena, Mwarabu yupi? Ndio. Sasa ukiwa utataka kunasabisha Uislamu na Waarabu wa Omani, naam, ni urongo. Naam. Wao wakija wanatukuta sisi Waislamu. Ndio. Kwa hivyo Mwarabu yupi aloleta Uislamu? Ndio. Muhimu sana kwa mtizamaji na anayetusikiza. Ndio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kulinganiwa ujumbe, ndio, mwaka wa 5 kulinganiwa ujumbe, Makureshi wakawa watesa maswahaba sana. Ndio. Wao wakafanya kama kundi hivi, wakamfuata ya Rasulullah. Paka lini mambo haya, watu huwa, watu songonyoa, watu nyanyasa? Mtume kwa kuona kwamba ni kweli yale yasemwayo, akawashauri, mimi nitawapa shauri. Kuna sehemu Habashi kule. Habashi ni sehemu ambayo sasa hivi inaitwa Ethiopia. Ndio. Kuna mtawala si Muislamu. Ndio. Lakini nendeni, atawatendea haki na mtapata amani ya kuweza kuishi bila kufanya ibada zenu bila matatizo. Ndio. Na ni story ndefu pia, katika tukianza kueleza kwa kina, tutaipitia kwa sababu kuna mpaka hutuba ambayo alitoa binamu yake Mtume Jaafar bin Abu Talib, alikuwa kiongozi wa wale maswahaba. Naam. Utamsikia akasema nini, kwa sababu kuna mafunzo mengi kwenye tarikhi hili. Ndio. Kwa hivyo walipokuja paka Ethiopia, alafu katika kuuliza wakajua kuna watu wakasongea kidogo kusini. Ndio. Mwaka wa 5. Ndio mara nyingi wanazuoni wa historia utawaona wasema kwamba dini ilikuja huku kwetu ndio kabla ya kwenda Madina. Madina kwenda mwaka wa 13. Turudie tena kwamba wanasema kwamba dini ilikuja huku kwetu mwaka wa 5 baada ya kulinganiwa ujumbe. Maswahaba walishauriwa waje Ethiopia. Ndio. Sasa ukumbuke ilikuwa mipaka haijakatwa na Waingereza na Wajerumani na Mataliani, kwa hivyo ilikuwa ni nchi moja hizi. Na sadakta. Sasa maswahaba walipoona kama Makureshi wanjua wankuja paka kwa mfalme Najash kule, kuja kutaka warudishwe Maka, wakahukumu kijahilia. Wakaona wasongetini kidogo. Sawa. Ndio zafika sehemu za Lamu, Pate huku. Ndio. Lakini tarikhi hii haielewi skuli wala madrasa wala msikitini, haizungumzwi. Kweli. Kwa hivyo Uislamu ulikuja kabla ya kwenda Madina. Licha kabla ya kwenda Oman. Ndio. Kwa hivyo wazee wetu sisi hapa walikuwa ni Waislamu kabla ya Uislamu kufika Oman. Sadakta. Kulingana na historia. Naam. Sema miji yenyewe ilikuwa haishi kuvamiwa kwa vita kwa sababu ya neema Mungu aliyowapa. Naam. Pengine turudi pale pale katika hili suala la hawa Waarabu bado, kwamba waliokuja hapa, kwamba tumeweza kumpata kwamba Mwarabu wa Oman tulikwenda kumfuata ili aje atusaidia kutukomboa katika minyororo mzima ya kupambana na mreno. Ndio. Na huyu Mwarabu wa Yemen kuja kwake hapa alikuja kimasuala ya kibiashara, kuja kufanya biashara, kuweza kuendelezana kimaisha. Je, katika hizi asili za Waarabu waliokuja hapa, mbali ya huyu Yemen na huyu Muomani, yupi mwingine aliyekuja kukita kambi katika pwani yetu? Kama ndivyo kutajia awali Mwalimu Maguzo. Naam. Ufuo wa Afrika Mashariki na bara Arabu yote wanaoishi ufuoni wakati huo. Ndio. Ghuba la Uajemi, Persian Gulf, Iran, Iraki kule. Ndio.
Bahrain hizi, Qatar. Ndio. Hawa wote walikuwa wafanya biashara na hapa mpaka miaka ya 1970. Ndio. Mimi nina picha za mabumu ambao sisi tulikuwa tukipanda, ndio, tukiogelea tukipanda, ndio, tukienda tukitukua Saleh, Jodari, Tende, Tini. Ndio. Na wakija na makapeti hayo wakiuza, ilikuwa fungu peni makapeti Old Town. Naam. Msikiti wa Mlango wa Papa ilikuwa maskani yao kubwa, kama za jioni huwa wapiga ngoma pale, utakwenda watoto muangalie. Ndio. Ndio. Na majahazi yatakuja kwa kutegezeza upepo za monsoon, kusi na kaskazi. Watakuja muda paka upepo geuke ndio wapande tena majahazi yao warudi kwao. Lakini washabeba vifaa wanavyovitaka huko. Ndio. Bimaana pwani ilifaidi pakubwa sana. Kama ingekuwa hawakuleta, mimi na neno natumia Uafrika wa kipofu. Ndio. Ndio. Na kuhakikishia ndugu yangu Mwalimu Maguzo na kila anayenitazama, kwa ambaye ana umri kama wangu au juu yangu, akumbuka wakati wa mabumu yaja. Ndio. Dry dock yake kwenda kutengezwa ni Madbah nyuma kule. Kulikuwa na floating bridge pale. Hapa ilikuwa yani neema iliyoko kivyakula, nguo, vifaa tofauti. Nakwambia carpet hizi zina mazulia haya ni fungu peni. Ndio. Ndio. Yani duni thamani. Ndio. Lakini wakati ule kulikuwa hakuletwi masuala ya Afrika kipofu kuwalipisha wale kodi. Kenya ilipopawa uhuru, na hizi chuki ambazo alikuwa amezitia Mwingereza wa Afrika, tukawa sasa sisi tuangalia wale kama hivi watu wanavyotaka kuangalia leo Waarabu, hawa walitufanya hivi. Kwa hivyo ikawa kwa chuki ya kwamba basi hapa wakitaka kuja na majazi yao lazima walipe hivi. Wale wakaona ina haja kufanya biashara baina yetu sisi wenyewe. Kama ukenda Dubai ukiaona yale majazi hapa yalikuwa ya njaa. Mimi nitakupa picha uyaangalie mijazi ilivyojaa kutoka Forodhani mpaka karibu enda Tamarin kule, huwa ya njaa majazi mpaka kule. Sasa fikiria, huyu analeta Tende, huyu analeta mtele wa Pakistan. Wa Pakistani waja hapa na mabumu yao. Nepal, Bangladesh ndio wako hapa. Ndio. Wa Syria, wa Suria waja hapa. Bahrain, Iraki jazi zao, na utazijua kwa vile zilivyotengenezwa, unajua ingia wapi. Ndio. Sawa? Ndio. Kwa nini leo hayaji tena? Tamaduni. Na wenyeji humu kwa nini hawezi kusema? Kwani unaambiwa mtukane mtu, si waeleze tu faida ya wale wakiachwa kuja. Ndio. Na hasara wakitoachwa kuingia hapa. Ndio. Kwa nini hamwezi kuwaiva kodi ya kuingiza jahazi lake hapa? Kwa sababu kuna faida ngapi tutapata? Manufaa ni makubwa kuliko hasara. Kuliko hasara zake. Na ambapo upande zote si dini kidunia, unaambiwa kwamba jambo lolote uliangalia faida yake na hasara yake. Ikiwa faida ni kubwa, mlishughulikia. Hakuna hata wasemaji humu yataka kutukanana maneno haya. Hapana. Sasa kwa hivyo Mwarabu ana nafasi yake, lakini mpaka ufafanuliwe Mwarabu yupi. Kweli. Na katika hawa ambao wataka kuwapaka tope wa Omani, huwezi kuwajumlisha wote, kwa sababu na hata kama sisi sote wa Afrika hati wasafi. Kweli. Si nyakati hizo, si leo. Kweli, kwa sababu tunao viongozi wingi wa Kiafrika ambao uongozi wao ni wa kudhuru na kudhulumu wao raia wao ambao wapo. Sasa haya yalikuwa hapo, ndio maumbile ya mwanadamu tangu karne na karne. Ndio. Yanapozungumzwa kusije tu watu ambao wataka kujumlisha kila kitu, wachangamwe ni hivi, wajomvu ni hivi, Waarabu hivi, Wahindi hawa hawana maana hawa. Stereotypes. Si Wahindi wote, wako Wahindi wanaingiana na watu wanaoa Afrikani humu, wanzaa, wankaa. Kina Jindu Khan Kwale. Ndio. Asema kidigo kama huwezi kama mendio kwake. Ndio. Manifahamu? Naam. Na wengi wengine. Naam. Ndugu yangu mwingine Mungu amweke mahali pema. Amin rabbil alamin. Fakhari Ali alikuwa kwa Marekani, alikuwa msikilizaji sugu wa idhaa. Ndio, namkumbuka vizuri sana Fakhari Ali. Sasa yule utamuita Muhindi paka sasa?
kwa sababu ya rangi yake na nyele, vile alivyoingiana na watu Mariakani. Ni Muhindi bado yule? Hapana. Na wengine wangapi wanjao? Alifariki vile. Likiweza kuliweka tena vyema swala hili, pengine labda wanauliza athari ya maswala mengine. Hii moja tu la kuzaa. Kimsingi. Ndio. Athari vitu. Ndio. Ni utu. Kweli. Athari tu ya maduka ya kina Karama na kina Abedi. Ndio. Kwenda ukaweza kukopesha kipande cha papa. Sasa hivi yapatikana tena? Wapi? Hamna. Tafuta mvuje, hayaonekani tena kwa sasa. Yule ilikuwa waweza kutukua hata kirongorongo kombe wallahi atakuletea ni ade. Wewe mjinga sana, nadanganya mimi na nini ukatukua ukenda. Na atakupa. Naam. Leo wapata? Hamna. Kwa nini? Kwa sababu alipokuwa afanywa njama kumalizwa yule, wewe ulikuwa na huo Afrika wa kipofu kuona. Ndio. Ukaona mimi afadhali kanunue supermarket. Hata kukopesha supermarket mwambie utamletea kesho. Hamna. Sasa athari zipi wazitaka? Na mimi nishakwambia biashara iliyokuwa hapo kwa miaka 1000 na ilikuwa neema tupu. Ndio. Na sisi wakija kama hivyo ilikuwa wakipika jioni wapika ukuu ufuoni. Yoyote apitaye ataitwa ale. Ziwapi tamaduni hizo tena? Ndugu zetu wa Pemba, mimi nitakupa mfano. Naam. Wapemba wakija kwa msimu kama huo walikuwa na ngalawa. Sisi kwetu kule Kuzetini kuna mitaa ya pwani Mkanyageni. Naam. Wana mahali walikuwa topaita Mwangajini. Ndio. Kwa juu yake kidogo wao wapenda kutua pale, ndio wanapolala nje kwenye baraza. Asubuhi au alfajiri au wenda zao shughuli zao baharini. Naam. Jioni watarudi. Wakirudi sasa kama ni muhogo na samaki nini. Na wakija wakitua ngalawa yao tu, wakishabwaga nanga, mtoto aliyoko hata kujua mwanani. Hata kama huna kitu chombo cha kubeba atakwambia kunda shati hivi, atakutia samaki peleka nyumbani. Naam. Kwa kuwekea vikwazo watu ambao tuna uhusiano nao kutoka mwaka 1660 tunkwenda nao Oman kuomba msaada. Ndio. Leo ilikuwa Wapemba waomba kutambuliwa. Sasa huyu mwaka 1660 hata Makonde hajaja hapa. Ndio. Lakini leo Makonde amepewa na ametambulikana katika nchi yetu. Lakini ukijua upofu wa Kiafrika, kama unitambui mimi nilioko miaka 2000, yatanistajabisha kama umtambui huyu. Swali hilo. Sasa unaona na Mwarabu hapa kwa Uafrika wa kipofu neno la kwanza la pili nini aende kwao kuja na jahazi huyu. Sasa ungawa wewe Muafrika, huyu kwengine ankuja kabla yako wewe. Kweli. Naona kuna baadhi ya maswali ambayo yanadondoka hapa katika kurasa yetu, ambapo maswali haya mtu mmoja ameuliza swali kwamba ni kwa nini Waswahili wengi hupenda kujinasabisha na Waarabu kuliko kujinasabisha na Mijikenda au wale wengine ambao walikuwepo hapa. Kwanza si kweli. Na wale wanaojinasabisha hivyo ni watu ambao hawajitambui. Naam. Pili, kwa muda mrefu kumetumika hii tabia ya kumshurutisha Mswahili ajigeuze ili atambulike. Ilikuwa kutoka usultani, ilikuwa ukitaka mtele itabidi mjomvu uwe Aljaufi. Naam. Wa Mtwapa uwe Almutafi. Kilindini uwe Alkindi. Naam. Ndio upate mtele. Kama si hivyo utakula mahindi na maharagwe. Hii pia tarikhi haizungumzwi. Naam. Alhumhum nao hakuna. Ukiwa alhumhum utakula mahindi. Watu kama hivyo humhum utakuwa ni mtu ambaye wapenda kukubaliana na hiyo fikra. Sasa hiyo ni generalization, ni jumlishaji tu alhumhum. Hakuna kabila alhumhum. Lakini alhumhum ni yoyote katika Waswahili alokubali kujigeuza ili jina la kabila lake liwe la ashiria kama yuwahusiana na Uarabu. Naam. Kisha kuna tena athari ya Mwarabu. Wako Waswahili walozana Waarabu. Ndio. Kwa mfano sehemu za Bajunini wengi wana nasabu za Kiarabu. Na masharifu. Sawa. Wale uhusiana na Uarabu, Mahadrami, watu watoka Yemen miaka mingi. Ndio. Tarim kule kote kule. Ndio.
ndugu yangu Bakathir ashaeleza, ndio watoa nasabu yao paka kule, na wengine wengi mimi nawajua. Naam. Kuna Waamu, ndio, kuna Wapate wanazo, kuna kina Albaiti, ndio Waamu. Naam. Sasa si kwa kuwa wapenda kujinasabisha, wanao ile damu, na ndio athari ya Mwarabu pia huku. Ndio. Mbali na wale ambao hana ile damu, lakini kwa sababu ya kutaka kitu anjigeuza. Naam. Anjita jina ili lifanane kama hivyo, ili aweza kupata kile kitu. Kama wanavyosema wale wa kwetu kule, tunasema sisi ni Adagawi. Adagawi yumo katika. Sasa unaona, ndio hayo ni Mdigo. Baada ya kusema Adigo, asema no, Adagawi. Ili sasa ikiingia ile inapotamkwa ile Kiarabu. Lakini kuna mmoja wenu atawekwa pale. Naam. Kama ni wewe sasa nitaekwa mimi, alafu yule Mwarabu ataniangalia mimi kwa Istanbul, huyu pia yumo. Sasa mimi ndio nitakayepasisha kama wewe umo ndio au sio. Kwa hivyo mimi ndio natumiwa na yule Mwarabu wa kweli, kwa sababu hajui huku nani nani. Na mimi kama sitaki ile akiniangalia kwa mwangalio fulani kama ile huyu si. Sasa mimi sikwambii hivyo. Naam. Mimi nitakwambia mwalimu wangu twenda nyumbani, mimi tamalizane inshallah, nitakupitia. Wenyewe wasema lugha sanifu kwamba tuamtoa ndiani. Na ndivyo walivyofanya watu humu wengi wanteta na wenzao, sababu hiyo alikuwa na wasta, alikuwa asikizwa. Lakini watu walipokuja paka pale, yule bwana akatumia ile fursa kuwagombanisha sasa. Ikawa sasa wewe wajua yule Mwarabu amuuliza Istanbul, vipi huyu? Niletea mimi ujinga yule, leo nitakuja nitakupitia paka leo. Kwa hivyo wewe wakana chuki, waeleza na watoto wako na wajukuu, kwa mimi ngeingia kwenye na mngekuwa watoto wangu mumpata fursa adhimu ya kuendeleza kisomo na ndio. Amieni yule Istanbul, aulizwa yeye ajitia kama anijui, hakujibu. Na pengine labda kabla tuingie katika swala moja muhimu la kuhusiana na zile koo za Waarabu, uweze kututajia tuzifahamu kama ulivyofanya katika wale ndugu zetu wa Mijikenda. Labda kuna swali moja hapa ambalo linauliza kwamba kulingana na historia ndefu katika mwambao huu wa pwani, je, ni sawa kusema kwamba Mwarabu ni mwenyeji hapa? Waweza kumkatalia mtu ambaye ana tarikhi ya kama miaka 1000 mahali ambapo wewe tarikhi yako haifiki miaka hata nusu ya ile ya yule? Huwezi. Wewe wawaje mwenyeji huyu akawa hawezi kuwa mwenyeji? Kwa sababu hata wewe lao waambiwa wewe mbakuja wewe, naam, utajitetea kwamba lakini niko mimi miaka 500 hapa. Sasa huyu yuko 1000. Naam, wewe 500 utakuwaje mwenyewe wa 1000 waatwe? Wataka tena fukuzo huyo au yankwao. Sasa wewe utoka wapi? Mtini. Anaelewa? Naam. Nikamwambia kwamba hizi ni siasa ambazo ni duni na zimepitwa na wakati. Ndio. Wako Waarabu wana haki hapa, wako Wahindi wana haki hapa, wako wa China hao nakwambia wanakuja miaka 90 kabla ya Vasco da Gama, miaka 80 kabla ya Vasco da Gama. Sasa huyu akikombea mimi hapa kwetu, wewe wamnyima vipi? Hakuna. Sasa Mchina akiweza kuthibitisha kuwa mimi nakuja hapa, hata Mreno hajaja licha Muingereza na Muomani. Mchina alifika kabla ya Mreno hajafika. Na wewe Muomani tumkuja kukuita baada ya Mreno ashatutia kona. Sasa wewe wajipaje uraia? Naam. Na Mchina ukao utamnyima kana kwamba hafai kwa raia, na makaburi paka ya babu zake anzikwa kule. Na vitu vilekezwa kibla. Ndio. Naam, naona muda haupo nasi, labda nichukue fursa hii nikupatie nafasi ya kuweza kututajia zile koo za Waarabu ambazo zipo, ili kwa faida ya mtazamaji aweze kuzifahamu. Shukrani sana ndugu mwalimu Maguzo. Moja katika kabila ni nyingi kama vile tulivyokuwa tunazungumza za Mijikenda na Waswahili. Naam. Kuna Al-Amri. Naam. Kuna Bakharesa. Kuna Saadan. Ndio. Kuna Bafagi. Naam. Bahannan. Naam. Basba. Naam. Bazhel. Naam. Bameda. Naam. Kuna Magram. Naam. Bagadam. Naam. Baakor. Naam. Bathawab. Al-Abadi. Basaida. Naam. Bahkel. Naam. Basawad. Naam. Bahamed. Ndio. Bamatraf. Ndio. Kuna Bazahi. Ndio. Basaheh. Ndio. Kuna Mahdi. Ndio. Kuna Bahsan.
Ndio. Kuna baswatain. Ndio. Bashatir. Ndio. Baskuti. Baskuti. Naam. Naam. Almarwan. Ndio. Almarjan. Ndio. Alsagaf. Ndio. Wengine walitamka alsaqaf. Ndio. Kuna almadhish. Ndio. Bin Khamis. Ndio. Bin Alwi. Ndio. Matran. Ndio. Bin Sabu. Naam. Bukhete. Naam. Bambega. Ndio. Al-Nasir. Naam. Al-Hafidh. Naam. Bin Nur. Naam. Bin Siraj. Naam. Bin Zahran. Naam. Bin Saad. Naam. Al-Sabri. Ndio. Balala. Ndio. Bashamakh. Balala. Bashamakh. Ndio. Damnan. Ndio. Al-Ashur. Ndio. Al-Baiti. Ndio. Bin Ainain. Ndio. Al-Aswafi. Ndio. Al-Jarwan. Ndio. Al-Abidain. Ndio. Al-Bakhtiyan. Ndio. Al-Jabbar. Naam. Al-Mausi. Naam. Bin Sha'b. Naam. Ba'ad Bes. Naam. Al-Nahyan. Naam. Al-Mahrug. Naam. Al-Hadunshi. Naam. Al-Auni. Naam. Al-Amin. Naam. Al-Rayyan. Naam. Hadbule. Naam. Al-Rashid. Naam. Tutaendelea mpaka kipindi kishe. Na labda tu nikuulize kwamba haya makabila yote uliyoyataja yanapatikana katika mwambao wetu wa pwani? Kila mahali. Mwambao ni mkubwa. Manake sisi nafikiri kwa faida labda ya wale watazamaji ni kwamba wengi tusidanganyane, wanafahamu kwamba Mwarabu ni Mwarabu tu. Ndio nikakwambia tusijumlishe mambo. Ndio. Ukisema Waarabu walifanya utumwa, ndio. Si kila Mwarabu alifanya utumwa. Ni kweli. Na kwa upande mwingine, si kila Mwafrika alifanywa mtumwa. Kuna Waafrika waliofanya wenzao watumwa pia. Ndio. Sasa tukitaka kuzungumza masuala ya utumwa, tuzungumzeni na tuwe tuacha Mwenyezi Mungu. Tuzungumze ukweli. Haki, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kipimo. Naam. Yaani isiwe tuaridhisha watu wanaotuangalia, tuwe tuajua kwamba na Mungu ni shahidi na malaika, na yeye aridhike pia, ndio watu wapate kuelimika. Naam. Ndio. Ridhaa iwe ni ya Mungu, si ya watu. Kweli, kweli. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Naona hapa kuna swali lingine ambalo limetundikwa, na kwa faida ili mtazamaji tusimtoe kwenye nidhamu ya kwamba amechukua muda wake kuweza kuwa nasi. Anauliza swali, mbona imekuwa rahisi kwa Waarabu kukubalika na Waswahili ukifananisha na jamii zingine zilizotangamana na Mswahili? Kwamba Mreno alikuwa hapa, Mfaransa alikuwa hapa, yani tuseme watu Mchina alikuwa hapa, lakini mbona Mwarabu alikubalika vizuri sana katika eneo la pwani ukifananisha na wale watu wengine? Ndio nikakwambia, kwa sababu unapozungumzia Mwarabu, wewe uliuliza swala hili, ndio akilini mwako yuko huyu Muamani. Naam. Hujui kama kwa Mwarabu yuko na wa Yemen, yuko na wa Iraki, wa Bahrain. Hawa wafanya biashara muda mrefu kabla ya huyu unayemtukia wewe, huyu wa Omani. Kwa hivyo alikubalika kwa sababu asilimia kubwa ya Waarabu waliokuwa hapa walimfaidisha mpwani zaidi ya miaka 1000. Sasa wewe una huyu wa miaka 200 tu akilini. Ndio. Hujui hii tarikhi, hii historia ya kwamba Mwarabu ana uhusiano mpana na sehemu hii. Ndio. Kwa muda mrefu. Na sio kweli kwamba yeye tu ankubalika. Sisi wengine milango yetu inzana, wazee wa Kidigo. Mimi na mashangazi na maami wa Kidigo, Mwajambia. Mwajambia mimi babu yangu Adagawi. Sasa mimi naye almarhumu, Mungu amweke mahali pema, Mzee Khamis Abdallah Mwajambia. Ndio. Na uhusiana na kina Shakombo. Ndio. Ndio. Sawa. Ndio. Na ndugu yake aitwa Mzee Maulid Abdallah Mwajambia. Ndio. Sasa Mzee Khamis Abdallah Mwajambia amuoa nyanyangu mzaa babangu. Ndio. Bi Mariam Ahmed Matano maarufu mamomo wa mzee. Ndio. Anza nao watoto wawili, mmoja ammi yangu, mmoja shangazi. Naam. Khalid Khamis Abdallah Mwajambia. Ndio. Na Sofia Khamis Abdallah Mwajambia. Naam. Naam. Sasa wataka wakubalike vipi yani? Ammi yangu Mwalimu Abdulatif Abdallah. Naam. Anaoa Mjerumani na ndugu wa Kijerumani aitwa Muyaka, first cousin. Ndio. Mwalimu Abdulatif ni mdogo wa Sheikh Abdullah Nasir. Ndio, ndio. Sasa watakao kubalike vipi kwa Waswahili? Na Waswahili wangapi wako Ulaya wanzana na wazungu? Wazungu wangapi wanzana na watoto wa kike wa Kiswahili na watoto wa Kigiriama? Kweli. Sasa wakubalike vipi? Zile ambavyo wapenda wewe, ndio unayeuliza. Ndio. Sababu kama ni uhusiano huko wa China, nakwambia paka wanzaa siu, wataka nini tena?
Ndio manake tukiangalia katika sehemu za Amu, Ashakumsi Matusi, utakuta vijitoto vifupi. Ina maana vile pia watoto wale walizaa na Wachina wengine. Ndio nakwambia kule Mijikenda wanzaa na wazungu. Naam. Huku Digo watu wanzaa. Kweli. Sasa wataka mtu akubalike vipi? Ndio. Waarabu wanzaa na Mijikenda. Ndio. Digo wanja tele watoto wa Kiarabu. Kweli. Huku kweli. Mariakani nini kote watoto wa Kiarabu wanaoa. Kweli. Kisauni. Kweli. Na wanaolewa watoto wa Kiarabu wanaolewa na mtoto wa Kidigo. Naam. Labda pengine tu kwa faida ya kumaliza kipindi kwa sababu ya wakati tunao tumebakia na takriban dakika 3, ni kwamba naona mmoja anauliza kwamba tumetaja zile koo za Waarabu ambazo zinapatikana hapa. Je, haya majina haswa ya Kiarabu yanaashiria nini? Kwa sababu asema kwamba haiwezekani kumkuta Muhammadi kuwa ni Mwarabu, lazima aitwe Muhammad. Si sana hivyo. Naam. Na si lazima awe Mwarabu, hata sisi Waswahili, hata nyinyi. Ndio. Adagawi. Mnaangalia TV online. Ndio. Ili upate hizo shadda na he. Naam. Mpaka uwe unacho kiango fulani cha hadhi, kifedha, mali. Naam. Mimi na msemo ninaotumia mara nyingi na nataka wasikizaji na wanaotuangalia watie akili. Usikubali, peleleza. Ukipata kuwa wewe waitwa Muhammad, basi wewe una pesa au una mali. Kama wawaka ukizima, wewe Muhammadi. Kama huwaki kabisa, yani huna kitu kabisa, wategemea watu, wewe Mbadi. Lakini jina ni hilo moja. Moja tu. Muhammad. Lakini moja limepewa cheo. Kwa daraja. Naam. Hata mtu akikuita wewe Muhammad, ndio aitwa Muhammad wewe. Kwa hivyo ina maana hivi tutapo kuna Swalehe, kuna Swaleh. Pia imekwenda kwa daraja zake vile vile. Utapata jina la maskani tu. Omar, Omari, Omi. Sasa tegemea wewe vipi? Daraja yako. Mfuko wako na daraja yako iko vipi? Hata mtu akawa mzoeana, Mwalimu Maguza kuita Omi. Babake au mamake wewe nini sasa kumwita mwanzo vile mwenyewe aitwa Omar yule, muite kwa jina lake. Kwa sababu hataki ateremshwe. Mtume kwamba haipendezi kumwita mtu majina hayo. Abubakar yuko Bakari. Ikiwa hana Bakari na kuna Abu. Wa maskani yule sasa. Sasa daraja. Kwa kulingana na uwezo wako kimfuko au mali. Naam. So dakta, naam, nafikiri tumeweza kujaribu kadri ya uwezo wetu kuweza kuyajibu maswali karibia yote ambayo yameweza kuulizwa na ndugu zetu. Labda tu nikupe dakika 1 ya mwisho au 2 za mwisho. Unalipi la kuweza kumfahamisha ndugu mtazamaji katika mada yetu ya leo ambayo tumezungumza? Mimi ndugu yangu Mwalimu Maguzo, mimi napenda kuzungumza. Pengine kuna watu wazima, kina mama, ndugu, watoto ambao huwa mko pembezoni mwa televisheni zenu mwatuangalia kila wakati tukiwa tunajadili mambo haya. Na kariri tena kwamba madhumuni hasa ya kufanya kazi hii ni kujaribu kuelimishana kuhusu mambo ambayo hamuyapati misikitini, vyuoni wala kwenye skuli. Lakini lengo hasa kama nilivyosema muda mfupi uliopita ni kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu, na ili tarehe isipotee tuizungumza. Haimaanishi kwamba hakuna ajuaye kama sisi. Kwa watu wajua kuliko sisi. Ndiyo. Lakini fursa pengine kama hii hawajapata. Wako wajitokeze. Na watumie fursa hii, ilmu iwe itatambaa na kusambaa, ienee yani maeneo makubwa. Katika kuzungumza binadamu tuweza kuwa twakosa mahali au twatokwa na neno halipendezi. Ili mimi kwa niaba ya Al-Shifa na ndugu yangu nitaomba mtuilie radhi na mna ruhusa ya kuturekebisha kwenye maoni yenu kila mahali mnapopata ukurasa wa Al-Shifa. Tuelezeni na inshallah tutatufanya tuwe na kipindi bora. Kila mtu ajue kwamba hakuna mkamilifu, aliyokamilika ni Mwenyezi Mungu. Sina la ziada. Tuombeane Mungu inshallah tujalie uhai, afya na fursa tena
tukutane wakati mwingine tuzungumze zaidi haya inshallah. Shukran sana ndugu mtazamaji wa Al Shifa Online TV, na kama wanavyosema wavyele au Waswahili ama ni wale wa pwani wanaozungumziwa hapa kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Labda nichukue fursa hii kuweza kukushukuru ndugu yangu, shaka wangu, kwa wakati wako, na vile vile wewe mtazamaji kwa wakati wako ambao umechukua kuweza kuambatana nasi. Labda tu nimalizie kwa kukuambia kwamba usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu, na vile vile endapo utakuwa una swali lolote, please tuachie swali hilo katika mtandao wetu wa kurasa za Facebook Al Shifa Online TV, ama katika YouTube channel zetu Al Shifa Online TV Kenya. Shukran, tuonane siku ya Alhamisi ijayo.